Jambo na asubuhi njema wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunawasalimu kwa furaha na shukrani kubwa kutoka moyoni kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 4 Juni mwaka 2026. Leo ni siku ya kipekee kwetu kama familia ya Kivu News Info, kwa tunasherehekea hatua kubwa sana mafanikio kufikia wa subscribe 1100 kwenye channel yetu ya YouTube. Hii si namba kawaida, bali ushahidi wa nguvu yenu, uaminifu wenu na mapenzi yenu makubwa kwa habari za ukweli na zenye kuaminika. Tunashukuru sana kwa kila mmoja wenu, wale wanaotutizama, wanaoshare, wanaokomenti, na wanatusaidia kuendelea kusonga mbele kila siku. Nyinyi ndio nguzo wa mafanikio haya, nyinyi ndio mnafanya Kivu News Info kwa sauti kubwa katika jamii yetu. Kwa heshima na shukrani hizi tunaahidi kuendelea kuwahudumia kwa nguvu zaidi, kwa kasi zaidi na kwa uadilifu zaidi, kuwaletea habari zilizo sahihi na haraka na zinazogusa maisha ya wananchi. Basi mimi ni Telo Shalolongo na ni Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusikufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Basi karibu tungane katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 4 Juni mwaka 2026. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Duru za usalama kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini zinaeleza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetuhumu waasi wa M23 pamoja na washirika wao wa muungano wa RADF kwa kuwaua raia 10 katika eneo la Ruchuru ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumatano tarehe 3 Juni mjini Kinshasa, jeshi la FARDC linasema kwamba mauaji yalitokea siku ya Jumanne tarehe 2 Juni katika kijiji cha Kiseguru kilichopo karibu na hifadhi ya taifa ya Virunga ndani ya kundi la Binja katika utawala wa Bwito wilayani Ruchuru. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia 10 waliuawa kwa njia inayodaiwa kuwa ya kiolela baada ya kukamatwa na wapiganaji wa muungano wa RADF na M23 wanaodhibiti sehemu hiyo ya Ruchuru. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaeleza kuwa tukio hilo ni sehemu la vitendo vinavyoendelea kuripotiwa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi hao. Taarifa hiyo pia inaeleza kuwa mbali na watu waliouawa, wakazi wengine kadhaa wa eneo la Kiseguru walikamatwa na kupelekwa katika gereza kula Kanyangabi iliyopo Ruchuru Centre. Jeshi linasema kuwa watu hao walikamatwa kwa madai ya kuhusishwa na kundi la FDLR ambalo kwa muda mrefu limekuwa likihutumiwa kufanya shughuli za kivita mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kukamatwa kwa raia hao pamoja na mauaji yaliyoripotiwa umezidisha hofu miongoni mwa wakazi wa maeneo ya Binza, Bwito na vijiji vya karibu ambavyo vinaendelea kukumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kutokana na mapigano na migogoro ya silaha inayodumu kwa miaka mingi katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Jeshi la Kongo limesema kwa vitendo hivyo vinawakilisha ukiukwaji mwingine wa sheria za kimataifa na kibinadamu ambazo zinapaswa kulinda raia wakati wa migogoro ya kivita. FARDC nasema kwa wananchi wasiohusika na mapigano wapaswa kuwa walengwa wa mashambulizi, kukamatwa kiolela na wala vitendo vingine vinavyokiuka haki za binadamu. Kupitia taarifa yake, jeshi limeahidi kuendelea na jukumu lake la kulinda wananchi pamoja na kutetea mipaka ya mamlaka ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Limetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kutetea haki za binadamu kufuatilia kwa karibu matukio yaliyoripotiwa katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa nchi. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama katika maeneo kadhaa ya Ruchuru, Masisi na Nyiragongo inaendelea kuwa tete, huku kukiwa na tuhuma za mara kwa mara kati ya pande zinazohusika katika mzozo huu kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia. Hadi sasa kuna tamko rasmi lilotolewa na uongozi wa waasi wa M23 kujibu tuhuma hizo zilizotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo familia za wasiriwa pamoja na wakazi wa eneo la Kiseguru wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sitofahamu, wakisubiri uchunguzi zaidi kuhusu tukio hilo. Hali ya huzuni inaendelea kutawala katika mji wa Mbau, eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia shambulio la kikatili lililotekelezwa na waasi wa ADF usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 3 Juni, na mashambulizi hayo yalilenga vitongoji vya Matete, Kitoo na Mamuli na kusababisha vifo vya watu kadhaa pamoja na uharibifu wa mali za wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la tukio, waasi walianzisha mashambulizi yao katika kitongoji cha Matete ambako walikuta wananchi wakiwa kwenye mkesha wa maombolezo. Watu 6 waliouawa papo hapo, huku wengine wakitekwa nyara na kupelekwa kusikojulikana.
Pikipiki 3 na kibanda kimoja pia vilichomwa moto. Katika kitongoji cha Kito, watu 7 walipoteza maisha baada ya kushambuliwa na waasi hao. Nyumba kadhaa ziteketezwa kwa moto na kusababisha baadhi ya familia kukosa makazi. Huko Mamuli, mamlaka za eneo zinaendelea kutathmini madhara ya shambulio, huku idadi kamili waliouawa au kutekwa bado haijathibitishwa. Mashuhuda wanasema kuwa shambuliaji hao walijigawa katika makundi kadhaa ili kushambulia maeneo tofauti kwa wakati mmoja, jambo lililowapa nafasi ya kusababisha madhara makubwa kabla vikosi vya usalama kuingilia kati. Mashambulizi haya yamekosolewa vikali na viongozi wa asasi za kiraia katika eneo la Beni. Rais wa jamii ya kiraia wa Mbau Omar Kalisia amesema kuwa kulikuwa na taarifa za tahadhari kuhusu uwepo wa waasi hao katika maeneo ya karibu, lakini hatua za haraka hazikuchukuliwa ili kuzuia shambulio hilo. Ameeleza kuwa hiyo inaonyesha mapungufu katika usimamizi wa usalama na kuwataka viongozi husika kuchukua hatua madhubuti ili kulinda maisha ya wananchi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo na idadi ya vifo vilivyoripotiwa. Hata hivyo, jeshi limesema kuwa kupitia operesheni ya haraka ya kujibu mashambulizi hayo inaweza kuokoa mateka 9 waliokuwa wametekwa na waasi wa ADF. Kwa sasa hali ya maombolezo imeendelea kutawala katika kitongoji vilivyoathiriwa, huku familia nyingi zikiendelea kutafuta habari za ndugu zao waliopotea. Mashambulizi hayo yametokea siku 2 tu baada ya mashambulizi mengine katika maeneo ya Ngadi na Vemba yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 24. Wananchi wa eneo la Beni wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vikosi vya usalama kuongeza juhudi za kuimarisha ulinzi ili kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara yanayotekelezwa na waasi wa ADF dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hakuna shughuli zilizofanyika Jumatano hii katika mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuzuka maandamano ya kupinga hali ya ukosefu wa usalama unaendelea kushuhudiwa katika eneo la Beni. Tangu alfajiri, vijana wa kundi la shinikizo la Veranda Musango walijitokeza katika mitaa mbalimbali ya mji wakitaka mamlaka kuchukua hatua madhubuti dhidi ya mauaji ya raia unaendelea kupotea katika maeneo ya Beni na Lubero. Mvutano ulianza kutokana mapema asubuhi katika sehemu mbalimbali za Butembo. Kaskazini mwa mji, vijana wa makundi ya kiraia walikabiliwa na askari wa polisi la taifa waliokuwa wametumwa kuhakikisha usalama na kuzuia vurugu, aliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi ambao walazimika kusalia majumbani mwao wakihofia kuzuka kwa mapigano. Mashuhuda walioko eneo la tukio walieleza kuwa milio ya risasi ilisikika katika baadhi ya vitongoji wakati polisi walipokuwa wakijaribu kuwakutanya waandamanaji waliokuwa wamewekwa vizuizi katika barabara kuu za mji. Vijana hao walikuwa wamejenga vizuizi kwa kutumia mawe, magogo na vifaa vingine ili kuzuia magari na watu kupita katika njia kuu za mawasiliano. Katika maeneo mengi ya Butembo, shughuli za kawaida zilisimama kabisa. Maduka, masoko, shule na vituo vya biashara pamoja na baadhi ya ofisi vilibaki imefungwa kwa sehemu kubwa ya siku. Wakazi wengi walichagua kubaki majumbani mwao kutokana na hofu ya kukutana na vurugu kukumbwa na makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Barabara kuu inaunganisha sehemu mbalimbali za mji wa Butembo ilikuwa imefungwa kwa muda na waandamanaji kabla ya kufunguliwa tena na vikosi vya polisi. Baada ya kuondoa vizuizi hivyo, polisi walionekana katika mkutano mkubwa wa barabara na maeneo muhimu ya mji ili kuzuia mikusanyiko mingine na kurejesha hali ya kawaida. Waandaaji wa maandamano hayo walieleza kwa lengo lao ilikuwa ni kuonyesha hasira na majonzi yao kutokana na kuendelea kwa mauaji ya raia katika eneo la Beni. Walisema kuwa kwa miaka mingi wananchi wanaendelea kushuhudia mashambulizi ya makundi yenye silaha bila kuona suluhisho la kudumu. Kwa sababu hiyo, walitaka serikali kuongeza juhudi za kiusalama na kuhakikisha ulinzi wa raia unaimarishwa katika maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi. Viongozi wa harakati hizo pia walihamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za kusitisha shughuli zote ili kutoa ujumbe kwa mamlaka kuhusu uzito wa tatizo la usalama linalokabili Kivu Kaskazini. Walisema kuwa ukimya wa wananchi unaonyesha kiwango cha uchungu na kutokuridhishwa kwao na hali ya sasa. Siku moja kabla maandamano hayo, meya wa mji wa Butembo alikuwa ametoa wito kwa wananchi kuendelea na shughuli zao za kawaida, akisisitiza kuwa hali ya usalama iliyokuwa chini ya udhibiti. Hata hivyo, wito wao kuweza kuzuia maandamano hayo baada ya taarifa mbalimbali kusambaa kupitia mitandao ya kijamii zikihamasisha wananchi kushiriki katika hatua hiyo ya kupinga ukosefu wa usalama.
Kadri saa zilivyokuwa zikiendelea kusonga mbele, hali ilianza kutulia katika baadhi ya maeneo ya mji. Vikosi vya usalama viliongeza doria katika vitongoji vilivyokuwa vimeathiriwa zaidi na maandamano, jambo liloruhusu baadhi ya shughuli kuanza kurejea taratibu kuelekea mchana. Maandamano yanatokea wakati ambako eneo la Beni linaendelea kukumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia. Katika siku za hivi karibuni, mauaji mapya yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Beni na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Hali imeendelea kuongeza hofu, hasira na uchovu miongoni mwa wananchi ambao wamekuwa wakiishi chini ya tishio la mashambulizi ya makundi yenye silaha kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, mamia raia wamepoteza maisha katika miaka hivi karibuni kutokana na mashambulizi hayo, huku maelfu ya wengine wakilazimika kukimbia makazi yao. Ni katika mazingira ambako wananchi wa Butembo waliamua kuonesha mshikamano wao na wakazi wa Beni kwa kusimamisha shughuli za kuandamana, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Hadi jioni ya Jumatano, hali ya usalama mjini Butembo ilikuwa imerejea kwa kiasi kikubwa, ingawa polisi waliendelea kuwa katikati ya maeneo mbalimbali ya mji kwa tahadhari. Wakati huo, wananchi wanaendelea kusubiri majibu ya mamlaka husika kuhusu hatua zinazochukuliwa ili kukabiliana na changamoto za usalama ambayo inaendelea kuathiri maisha ya wakazi katika Kivu Kaskazini kwa miaka mingi. Mapigano mapya na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa tena kusikika katika nyanda za juu za mkoa Kivu Kusini, katika maeneo ya Fizi na Mwenga ambako wale usalama endelea kuzorota kufuatia mapigano kati ya makundi yenye silaha yanayoasamiana. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yamekutanisha wapiganaji wa muungano wa M23 pamoja na kundi la Twirwaneho dhidi ya upande wa vikosi vya serikali vinavyoundwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Zalendo na wanajeshi wa Burundi. Mapigano yameripotiwa kutokea katika vijiji vya Kakenge, Bidegu na Minembwe katika maeneo nyanda za juu za Mwenga na Fizi. Taarifa zinaeleza kuwa mivutano ilianza siku ya Jumanne tarehe 2 Juni na mchana, kabla kushika kasi jioni na kuendelea hadi usiku wa manane na baadaye kuendelea tena katika asubuhi ya Jumatano tarehe 3 Juni. Hali imesababisha mfululizo wa milipuko ya silaha nzito pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani zilizotumika na pande zote mbili katika mapigano hayo. Mashuhuda wanasema milipuko na milio ya mashambulizi ya mara kwa mara imesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa vijiji hivyo, huku familia nyingi zikilazimika kuacha makazi yao na kukimbia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hali imezidisha wimbi jipya la watu kukimbia makazi yao katika eneo ambalo tayari lilikuwa likikumbwa na changamoto za kibinadamu kutokana na machafuko ya muda mrefu. Vyanzo vya eneo vinaeleza kuwa matumizi ya drone na silaha nzito yameongezeka ukubwa na uharibifu katika maeneo ya mapigano, ingawa hadi sasa kuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa. Hata hivyo, taarifa za awali zinaonyesha kuwepo kwa uharibifu mkubwa wa mali, nyumba pamoja na miundombinu ya msingi katika baadhi ya vijiji vinavyoathirika. Katika baadhi ya maeneo, shughuli za kijamii na kiuchumi zimesimama kabisa kutokana na hali ya sintofahamu inayoendelea. Maduka, masoko na shughuli za kilimo zimeathirika kwa kiasi kikubwa, huku wakazi wengi wakijificha nyumbani au kimbia maeneo ya mbali zaidi kwa hofu ya kuongezeka kwa mapigano. Wakati huu wale elimu ambayo imeathirika, hasa wanafunzi wa shule za msingi katika maeneo ambayo wanajiandaa na mitihani ya kitaifa ya kumaliza elimu ya msingi inatarajiwa kufanyika kuanzia siku ya leo Alhamisi tarehe 4 Juni. Walimu na wazazi wanaeleza wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa wanafunzi kushindwa kufanya mitihani yao kutokana na hali ya usalama isiyo na uhakika. Vyanzo vya kijamii vinaeleza kuwa hali katika vijiji vya Kakenge, Bidegu na Minembwe bado ni vya tahadhari kubwa, huku milio ya risasi na mashambulizi hasa ya hapa na pale yakiendelea kusikika katika baadhi ya maeneo ya milimani. Wakazi wanaendelea kuishi katika hali ya hofu na sintofahamu, huku bila kujua hatma ya usalama wao. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizothibitishwa kuhusu idadi ya walipoteza maisha au majeruhi katika mapigano hayo mapya. Hata hivyo, pande zote zinazohusika katika mgogoro zimetumiwa mara kwa mara kwa kuhusika katika mapigano na siri yanayoathiri raia, jambo linalozidi kuongeza hali ya wasiwasi miongoni mwa jamii za nyanda za juu za Fizi na Mwenga. Hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kubaki tete, huku wakazi wakisubiri hatua za dharura kutoka kwa mamlaka husika ili kurejesha utulivu na kuhakikisha ulinzi wa raia katika maeneo yaliyoathirika na mapigano haya ya mara kwa mara. Hali ya usalama katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi mkubwa kufuatia ongezeko la mauaji, wizi wa kutumia silaha, uporaji pamoja na vitendo vya unyang'anyaji vinavyoripotiwa katika
kila siku katika vijiji na makundi mbalimbali eneo hilo pamoja na katika mji wa Baraka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia eneo hilo, hali ya ukosefu wa usalama imekuwa ikizidi kuwa mbaya katika miezi ya hivi karibuni, licha ya eneo hilo kujaa vikosi mbalimbali vya usalama na kijeshi. Wakazi wanasema kuwa matukio ya mauaji, mashambulizi ya majambazi wenye silaha yamekuwa kitokea mara kwa mara, alinozua hofu kubwa na taruki kubwa miongoni mwa wajamii. Vyanzo vya kiraia vinaeleza kuwa matukio yamehusisha mauaji ya mara kwa mara, wizi wa kutumia nguvu, poraji wa mali pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika vijiji mbalimbali vya Fizi na maeneo jirani ya Baraka. Wakazi wamesema imefika kiwango ambacho karibu kila siku kuna taarifa ya tukio jipya la uhalifu au uvunjifu wa amani. Mashirika ya kiraia yameeleza wasiwasi wake kwamba hali hiyo imechochewa pia na uwepo mkubwa wa vikosi mbalimbali vya kijeshi katika eneo hilo, ikiwemo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya wazalendo ambayo baadhi yao hayana udhibiti wa moja kwa moja, polisi pamoja na wanajeshi wa Burundi walioko katika eneo hilo. Rais wa shirika la kiraia katika eneo la Fizi, Bwana Jacques Alimasi, amenukuliwa kieleza kupitia redio Maendeleo kuwa hali ya usalama imekuwa kizorota kwa kiwango kikubwa, kiasi kwamba sasa karibu kila siku kuna ripotiwa tukio la mauaji, wizi au uporaji katika maeneo tofauti ya wilaya hiyo. Amesema changamoto kubwa ni kwamba imekuwa vigumu sasa kubaini wahusika wa matukio hayo kutokana na uwepo mkubwa wa vikosi vingi vyenye silaha katika eneo moja, jambo linalofanya pia baadhi ya wahusika kutokuchukuliwa hatua au kukanusha kuhusika na matukio hayo. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa hali inaathiri moja kwa moja maisha ya wananchi, hasa haki ya kusafiri kwa uhuru, kufanya shughuli za kiuchumi na kuishi kwa amani. Wakazi wengi wanasema wanaishi katika hali ya hofu ya kudumu, huku shughuli za biashara na kilimo zikivurugika mara kwa mara kutokana na vitendo vya uhalifu. Katika wito wao, viongozi wa kiraia wametaka serikali kurejesha kikamilifu mamlaka ya dola katika eneo lote la Fizi pamoja na kuweka mikakati madhubuti ya usalama ili kukomesha hali hiyo inaendelea kuathiri maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Wanaeleza kuwa bila hatua za haraka na za kina, hali ya usalama inaweza kuendelea kuzorota zaidi na kusababisha madhara makubwa ya kijamii na kiuchumi katika eneo hilo ambalo tayari limeathiriwa na muda mrefu kutokana na migogoro yenye silaha. Utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa barabara na madaraja karibu 100 katika mkoa wa Kivu Kaskazini unakabiliwa na changamoto kubwa za kifedha na hali ya hewa, hali inayotishia kasi ya maendeleo na miundombinu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Wakati wa mkutano ulifanyika Jumanne tarehe 2 Juni mjini Beni kati ya gavana wa kijeshi na makampuni yanayotekeleza miradi hiyo, wakandarasi walieleza kuwa wazi upungufu wa fedha na hali ngumu ya hewa vinaendelea kuchelewesha utekelezaji wa kazi hizo muhimu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mkutano huu, hali ya wasiwasi zaidi katika vijiji vya Butembo ambako mradi mkubwa wa kuweka lami katika barabara unaangisha mzunguko wa Concorde na uwanja wa ndege wa Rungeba umefikia 59% ya utekelezaji. Hata hivyo, licha maendeleo hayo, ukosefu wa fedha za kutosha umesababisha kusimama kwa sehemu za shughuli hizo za ujenzi. Kampuni ya ujenzi ya Jerison ambayo imesimamia mradi huo inasema kuwa changamoto kubwa inatokana na malipo yanayotolewa na watu na kwa awamu ndogo ndogo yasiyo mara kwa mara. Mkurugenzi wa kiufundi wa kampuni hiyo, Mastoro Safari, amesema kuwa zaidi ya miaka miwili ya utekelezaji wa mradi huo wamepokea takriban dola za Kimarekani bilioni 2.9 pekee, kiasi ambacho hakikizi hata nusu ya masharti ya mkataba uliowekwa. Ameongeza kuwa hali hiyo imeathiri moja kwa moja kasi za kazi na muda usiopungua kukamilika mradi huo, kwani ukosefu wa fedha umesababisha kusimama mara kwa mara kwa shughuli za ujenzi pamoja na kushindwa kulipa vifaa na wafanyakazi kwa wakati. Katika upande mwingine, kazi za kuboresha uwanja mdogo wa ndege wa Walikale zinaendelea licha ya changamoto za kiufundi zinazojitokeza mara kwa mara. Viongozi wa mradi wamesema kuwa mvua kubwa zinazoonyesha katika eneo hilo zimekuwa zikikwamisha mara kwa mara shughuli za ujenzi, hasa katika maeneo ya misingi na ujenzi wa miundombinu mikubwa. Zaidi ya upatikanaji wa vifaa muhimu vya ujenzi kama mawe yaliyosagwa konkase umeendelea kuwa na changamoto kubwa inayochelewesha maendeleo ya miradi hiyo katika maeneo mbalimbali ya Beni, Butembo, Lubero na Walikale. Miradi hii imekumbwa ikihusisha ujenzi wa ukarabati wa barabara pamoja na madaraja katika sehemu mbalimbali za mkoa wa Kivu Kaskazini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mawasiliano na usafirishaji kati ya maeneo yaliyoathiriwa na changamoto za usalama na miundombinu duni.
Katika kukabiliana na hiyo, gavana wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini Evariste Somo-Kakule amehimiza wakandarasi kutokata tamaa na kuacha miradi hiyo, akisisitiza kuwa serikali ya mkoa itaendelea kufanya juhudi ili kuhakikisha kwa changamoto za kifedha zinatatuliwa hatua kwa hatua ili miradi hiyo ikamilike kwa mafanikio. Ameongeza kuwa uboreshaji wa miundombinu ya barabara na madaraja ni kipaumbele muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi ya mkoa, hasa katika kipindi ambacho baadhi ya maeneo yanaendelea kukumbwa na changamoto za kiusalama na ugumu wa upatikanaji wa huduma za msingi. Alionyesha changamoto kubwa zinazokabili sekta ya miundombinu katika Kivu Kaskazini, ambako utekelezaji wa miradi mingine unategemea sana ufadhili wa serikali na mazingira ya usalama na hali ya hewa, mambo yanayoathiri moja kwa moja kasi ya maendeleo ya eneo hilo. Usiku wa Jumatano tarehe 3 Juni, baada ya utekelezaji wa mgomo wa siku ya vile moto uliolenga kupinga mpango wote wa kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa kisiasa wa Coalition Article 67 pour la défense de l'ordre constitutionnel umetangaza kuridhishwa na kile wanachokiita mwitikio mkubwa wa wananchi katika miji mbalimbali ikiwemo Kinshasa. Katika taarifa yao ya usiku huo, viongozi wa muungano wamesema kuwa wananchi wengi wametikia wito huo kwa amani na kwa nidhamu, jambo linaloonyesha kupinga kwa nguvu zote wazo la kubadili katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2006. Wanasema hatua hiyo pia inaonyesha kuwa wananchi wengi wanathamini demokrasia na mabadiliko ya amani ya uongozi. Muungano umesema C64 imepongeza wananchi wa Kongo kwa kushiriki kwa wingi katika mgomo huu kwa amani, heshima na nidhamu, kulingana na taarifa iliyosainiwa na wanasiasa kadhaa wa upinzani kemo Martin Fayulu, Moise Katumbi, Jean-Marc Kabunda, Augustin Matata Ponyo na Deli Sesenga. Kwa mujibu wa C64, wa ushiriki wa wananchi unaonyesha kuwa swala la kulinda katiba sasa limeweka jambo la kitaifa na linaunganisha watu wengi bila kujali tofauti za vyama vya kisiasa. Hata hivyo, hali katika maeneo mengi ya Kinshasa imekuwa tofauti kidogo. Katika baadhi ya vitongoji, maduka na biashara zilifungua kwa muda, lakini katika maeneo mengine shughuli zinaendelea kama kawaida. Masoko mengi yalikuwa yakifunguliwa na watu waliendelea na shughuli zao za kila siku. Usafiri barabarani unaonekana kuwa mwepesi kuliko kawaida kutokana na kupungua kwa msongamano wa magari katika barabara kuu za jiji. Hali inaonekana kama dalili ya mwitikio wa sehemu ya wananchi kwa wito huo. Katika baadhi ya maeneo, wananchi waliobaki majumbani mwao kwa tahadhari au kuunga mkono mgomo, wakati maeneo mengine ya maisha yakiendelea kama kawaida bila usumbufu mkubwa. C64 inasema itaendelea na mikutano mingine ya kutathmini siku ya Alhamisi tarehe 4 Juni ili kutathmini matokeo ya mgomo huo na kupanga hatua zinazofuata katika msimamo wao dhidi ya mabadiliko ya katiba. Alinaonyesha kwa mjadala kuhusu katiba na mustakabali wa nchi bado unaendelea na utaendelea kuleta mjadala mkali kati ya serikali na upinzani wa wananchi. Siku ya jana Jumamosi tarehe 3 Juni, jiji la Kinshasa pamoja na baadhi ya miji mingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekumbwa na hali ya shughuli za polepole kufuatia utekelezaji wa sehemu ya mgomo wa siku ya Ville Morte uliotangazwa na upinzani katika mazingira yenye ulinzi mkali kutoka kwa vikosi vya usalama. Tangu mapema asubuhi, maeneo kadhaa ya mji huo imeonekana kuwa na hali isiyo kawaida. Katika baadhi ya vitongoji, biashara zilibaki zimefungwa kwa muda mrefu zaidi ya kawaida, huku usafiri wa umma ukipungua na barabara kusikionekana kuwa na msongamano mdogo ikilinganishwa na siku za kawaida. Katika njia kuu inaunganisha Bandalungu wa Mino Kongo Basoko hadi mzunguko wa Safrikas, hali ya usafiri ilikuwa nyepesi kuliko kawaida. Misongamano mikubwa ya magari ambayo inaonekana kila siku haikuwepo, ingawa baadhi ya magari ya abiria ilionekana ikihudumia abiria wachache waliokuwa wamejitokeza mapema. Katika jiji, hasa katika maeneo ya Avenue Bokassa, mzunguko wa Kini Maziere na Avenue du Commerce, maduka mengi yalichelewa kufungua milango yao katika saa za mwanzo za mchana. Wafanyakazi wachache pamoja na watu waliokuwa na shughuli za dharura walionekana mbele ya majengo, huku doria za polisi zikiendelea katika mitaa ili kuhakikisha hali ya usalama inadumishwa. Katika wilaya Ngaba, hali ya utulivu ilitawala mapema asubuhi. Shule nyingi zilionyesha idadi ndogo ya wanafunzi na baadhi ya madarasa ilibaki na wanafunzi wachache sana pamoja na walimu waliowasili kama kawaida, huku wazazi wengine wakisita kuwapeleka watoto wao shule kutokana na sitofahamu na hali ya usalama. Hali hiyo imeripotiwa pia katika wilaya Ngaliema ambako biashara nyingi zilichelewa kufunguliwa. Baadhi ya magari ya usafiri ya umma ilionekana yakisubiri abiria katika vituo vya kawaida, huku barabara nyingi zikiwa na msongamano mdogo kuliko
kuliko siku nyingine za kawaida. Katika mzunguko wa Victoria katika wilaya Kalamu, shughuli zilianza kurejea taratibu kadri muda ulivyosonga. Ingawa idadi ya biashara na abiria ilikuwa ndogo kuliko kawaida, uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama ulionekana wazi, ambako polisi pamoja na wanajeshi wa Garde Republicaine walikuwa wamewekwa katika maeneo muhimu ili kuzuia mkusanyiko wote wa ghafla. Katika wilaya Limete ambako shughuli nyingi za kisiasa hufanyika, hali ilibadilika kadri mchana ilivyozidi kusonga. Katika barabara ya Setemri, maduka makubwa, mikahawa, mashirika ya usafiri na biashara ndogo ndogo zilifungua na kuendelea na shughuli zao za kawaida kabla saa 6 mchana. Baadaye katika makao makuu ya chama cha UDPS kilichopo Diziemari, wafuasi wa kundi la Force du Progres walijitokeza kwa mkusanyiko mdogo kuonyesha uungaji mkono wao na mchakato wa mabadiliko ya katiba. Katika maeneo baadhi ya wanachama walisikika wakisema kwa shughuli zinaendelea kama kawaida licha ya wito wa mgomo, wakisisitiza mshikamano wao na msimamo wao kisiasa. Wakati huo hasa katika Avenue du Commerce, baadhi ya biashara zilikuwa zimefunguliwa huku makundi ya watu wakijiandaa kushiriki maandamano yalikuwa yametangazwa katika eneo la Limete. Katika wilaya nyingine za Kinshasa kama Kitambo, Selembao, Ngiringiri pamoja na maeneo yanayozunguka Kongo, Chuo kikuu cha pedagojia cha taifa, shughuli zifanyika bila matatizo makubwa. Masoko, maduka dawa pamoja na usafiri wa umma uliendelea kufanya kazi, ingawa idadi ya watu ilikuwa inatofautiana kulingana na maeneo. Katika Bandalungwa, mzunguko wa magari ulirejea kwa shughuli nyingi kuanzia asubuhi ya mapema. Usafiri wa umma ulionekana katika jiji na maeneo ya Changu ulionekana kwa wingi, huku masoko yasiyo rasmi yakivutia umati mkubwa wa watu. Shughuli za biashara ziliendelea kama kawaida. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema kwa hawezi kusimamisha shughuli zao kutokana na mahitaji ya kila siku ya maisha, wakisitiza kuwa licha hali ya kisiasa lazima waendelee kufanya kazi ili wajikimu. Katika sekta elimu hali ilikuwa tofauti kulingana na maeneo. Baadhi ya shule zilipokea wanafunzi wachache huku nyingine zikiendelea na masomo kama kawaida bila usumbufu mkubwa. Katika baadhi ya vyuo na taasisi za elimu ya juu, madarasa yalikuwa na mauruzio hafifu kutokana na hofu wa tahadhari ya wazazi na wanafunzi. Nje ya Kinshasa katika jiji la Lubumbashi, hali ilionekana pia tofauti katika maeneo ya Place de l'Identité, Katangezi na Place Kitembo. Shughuli ziliendelea kwa kiasi fulani huku uwepo wa polisi ukiwa mkubwa ili kuhakikisha utulivu na kuzuia mikusanyiko isiyo tarajiwa. Na ni kupitia hapo ndipo tunatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 4 Juni mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News Info kila siku. Tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo za kila siku tunataka kuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatukiza kwa sehemu gani na undo ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teroje Longa, basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info tunakutakia siku njema yenye amani na mafanikio na usalama. Na ni kwa hadi tutaonana katika matangazo yetu ya mchana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi tuko pamoja tena katika taarifa ijayo. Asanteni sana. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.